Siku hizi sheria ya nchi ilivyo, uwezi kuwa kiongozi wa dini, uwezi kuwa imamu, ni lazima uwe na cheti ulichosoma katika chuo kinachotambulika. Kwa mfano mimi si imamu hapa, yani siwezi kuwa imamu, lazima niwe na cheti nimesoma katika chuo kinachotambulika. Sasa mtu anapotokea anaposema kwamba mashehe wetu hawana degree bwana, unataka degree aina gani? Au mnaaminishwa kwa mashehe wetu hawakusoma na nyinyi mnaamini? Sasa lazima mtambue kwamba nchi ina maadui wa ndani na nje. Maadui wa nje ni wewe. Sasa hivi ukifuatilia katika media mbalimbali za East Africa na hasa Kenya, agenda iliyokuwepo sasa hivi ni kuprovoke. Agenda iliyokuwepo hivi sasa ni kuzungumza mabaya ya Tanzania. Media zote za Kenya, sawa, tunahubiri haki jamani, haki haki. Haki ya kweli, Wakenya wamekuwa ni wema kiwango hiko kwetu? Tuwe wazi, tuzungumze ya mambo ndugu zangu Waislamu. Wakenya leo wamekuwa ndio wanatuonea huruma sana, siye? Kwa mmefika mahali vyombo vyao vya habari wanaripoti za Tanzania. Wakati wao Gen Z waliingia wakauana kule, waliuana makabila wa Kikuyu na Watusi. Hatukuona media za Tanzania zilikuwa zinaingilia habari za Kenya. Juzi Gen Z wameandamana, wameuana huko. Hatukuona media za Tanzania zilikuwa zinaingilia. Mbona hawa ya kwetu wamekuwa ndio kipaumbele? Kuna nini? Kalimatul haqqi urida biha batil. Inawezekana neno haki, lakini ndani yake kuna batil ikawa imejificha ndani yake. Sasa niwaambie, katika miongoni mwa watu ambao ni maadui wa Tanzania, ni maadui wa Tanzania, moja wapo ni Kenya. Kenya ni mshindani wetu sisi kiuchumi. Ni threat ambaye sisi tunashindana naye kwenye uchumi. Kamwe never ever hawezi kuitakia mema nchi yetu. Wakenya kamwe hawawezi kuitakia mema nchi yetu. Whether utakubali au utakataa, hawawezi kuitakia mema nchi yetu. Na ni katika maadui ambao tunapambana nao katika mambo ya kiuchumi. Nitakwambia kwa nini. Sasa hivi watalii hamna Zanzibar. Watalii wamekata. Watalii wanakuja wakati mwingine wanashukia KIA au uwanja wa Mwalimu Nyerere, wanakuja hapa wanafanya utalii, wanakwenda Zanzibar. Sasa hivi tunapozungumza watalii Zanzibar wamekata. Kwa nini? Habari zinazoenezwa huko duniani kwamba Tanzania hakuna amani, watu wanakufa. Hakuna mtalii anayeweza kuja hapa. Hii ni sabotage inafanyika ya wazi. Watanzania wengi hawalijui na Waislamu wengi hawalijui. Ndio maana wakati fulani tunalazimika kuongea, kuwazindua watu wetu waelewe. Tunapohubiri neno haki, tunataka haki, sawa. Mimi nakubaliana na nyinyi, lakini kalimatul haqqi urida biha batil. Ili neno haki ndani yake kuna batili imejificha. Inawezekana nyinyi wenzetu hamna information nyingi. Sisi ambao ni viongozi wa dini tunapata information, tunaambiwa nini kinaendelea. Tunajaribu kuwa brainwash watu wetu muelewe, lakini nafika mahala mpaka watu wetu wanatukataa. Bwana nyinyi mashehe mnahubiri amani, mbona mhubiri haki bwana? Mbona mhubiri haki? Tunahubiri haki, tunaitaka haki. Lakini je, hilo neno haki mnajua kama kuna batili ndani yake imejificha? Sasa Kenya ni katika miongoni mwa watu wanaofanya sabotage ya nchi hii kwa sasa hivi kupitia hiki wanachokiita. Na hizi chokochoko hazikuanza leo. Yaani hapa imepatikana sababu tu, ndio maana mnaona media zinaripoti mambo ya ajabu. Ajabu ni kwamba media za Kenya ndio zinatumika kurusha mambo ya ajabu huko duniani. Media za Kenya ndio zinatumika. Sasa ukitazama kwa makini unaona kabisa kwamba ni watu ambao walikuwa na agenda wanaitafuta. Leo watalii hakuna Zanzibar. Na Zanzibar pato lake la taifa Zanzibar inategemea kwenye utalii. Maana yake utalii ukiwa hakuna, fedha ya kigeni haiwezi kuingia Zanzibar. Hiyo ni shida tayari imeingia. Maana yake tayari maadui wamepata nafasi ya kupenetrate, wameingia. Na wanafanya sabotage kwenye uchumi wa nchi. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, Kenya tuna ushindani nao kwenye issue za utalii. Nyinyi mnajua mlima Kilimanjaro huko Tanzania na Kenya. Mnajua Masai Mara ipo Kenya. Mnajua Serengeti mbuga tumeshare na Kenya.
Watalii wakija huku, maana yake pato la taifa linakuwa kubwa zaidi. Wakenya wakati mwingine tunawazidi katika sekta ya utalii. Leo watalii hawaji Tanzania, wanakwenda Kenya. Kwa sababu gani? Wanahubiri kwamba Tanzania hakuna amani. Wanachukua video clip wanazirusha huko duniani. Watalii hawawezi kuja. Tunaoathirika ni sisi raia wa Tanzania. Ndio maana juzi rais wa nchi anaongea kwa huruma, maskini ya Mungu. Mimi nilikuwa namtazama mpaka nilikuwa namuonea huruma. Alikuwa anaongea anasema, jamani, tujiandae kupigana na uchumi wetu kwa vyanzo vya ndani vya kiuchumi, vyanzo vya ndani vya uchumi, kwa sababu tayari tumeshaharibiwa huko nje. Ni nani anayetuharibia? Manake kuna kundi maalum linapeleka habari ambazo wakati mwingine sio za sawa sawa. Lengo ni kuchafua ule urafiki na wale watalii wasiweze kuingia ndani ya nchi. Sasa mmoja wa washindani wetu ni Kenya, East Africa, kwenye sekta ya utalii ni Kenya. Hawezi kututakia mema Kenya, abadan. Hawezi kututakia mema. Kwa hiyo sasa hivi watalii hawaji Tanzania, wanakwenda Kenya. Msio watu wepesi tu mnapohubiriwa mambo kwenye kuiharibu nchi yenu, mtu mnaongea maneno hivi na hivi na hivi mkadhani kwamba wanawatakia mema. Hapana. Hapana. Hawawezi kuwatakia mema wale hata kidogo. Wale ni washindani wetu kwenye uchumi. Na katika nchi inayokuwa kwa kasi East Africa kwenye uchumi ni Tanzania. Wale wanaitazama katika jicho la tatu. Ndio maana unaona walipoingia wale vijana kufanya vurugu ile tarehe 29, sehemu ambazo zilikuwa ni strategic ilikuwa ni kwenye miundombinu. Sehemu ambazo zilikuwa ni za kimkakati ni kuja kufanya sabotage kwenye miundombinu. Kulikuwa na sababu gani kuchoma vituo vya mwendo kasi? Hebu nyinyi nisaidieni mimi. Hasawa tunaandamana kutafuta haki. Haya, vituo vya mwendo kasi vinahusiana. Haya, tumechoma, tumemaliza. Sasa hivi kule Kimara hakuna mabasi ya mwendo kasi. Sasa ukifuatilia kwa makini ni kwamba watu walikuwa wana agenda maalum kuja kufanya sabotage ya kiuchumi katika nchi. Leo anatokea mtu ana support, anaona jambo la sawa sawa. Sio sawa. Sio sawa. Mimi si support kwamba watu walivyokufa sawa sawa, ila si support pia kilichofanywa. Ile ni sabotage ya kiuchumi. Fedha za kwetu zimetumika kujenga miundombinu. Sasa inakuwaje inakwenda kuharibiwa, kisha watu wakasema mbona amehubiri haki? Mbona amehubiri haki? Haki inadaiwa vile. Sasa ile ni mipango ya watu kuharibu miundombinu, kuharibu uchumi wa nchi. Leo badala ya kuwaza vitu vingine, tunaanza kujenga vituo vya mwendokasi upya. Badala ya kuanza kutengeneza uchumi wa nchi, tunaanza sasa kujenga vituo vya polisi. Badala ya kuwaza maendeleo, kuna watu walikopa mikopo benki, leo wanawaza watarejesha vipi maduka yao yameibiwa. Tunarudishwa nyuma kiuchumi. Leo watalii hawapo katika nchi. Hakuna mtalii anayekuja kupanda mlima Kilimanjaro kwa sababu anaambiwa Tanzania watu wanakufa. Kwa hiyo kuna maadui waliokuwa nje ya Tanzania wanafanya mambo kuweza kufanya sabotage ya kiuchumi. Ili lazima mlitambue. Tunaonekana sisi mashehe wajinga. Tunaonekana kwamba sisi tumekuwa chawa. Tunaonekana kwamba hatuongei haki. Haki tunaisema. Dini yetu ni ya haki, Uislamu ni wa haki. Lakini lazima mjue kalimatul haqi urida biha batil. Neno ni la haki lakini ndani yake kuna batili imejificha. Sasa tunawafungueni akili ili mjue kuna batili gani imejificha kwenye haki. Ili mkisikia mashehe wakiwa jamani amani amani, mjue kwa nini hawa mashehe wanahubiri amani. Mashehe huwa hawahubiri neno amani kila mkisikia kitu cha amani amani. Kuna vitu vipo. Ukiachana na hayo, leo Tanzania pato letu la taifa linachangiwa kwa kiwango kikubwa sana na bandari yetu. Yaani ukizungumzia lango la uchumi la taifa la Tanzania, unazungumzia bandari ya Tanzania. Na mizigo mingi ya Kongo, Zambia inapitia katika bandari ya Tanzania. Tunakubaliana hivyo. Rwanda inapitia katika bandari ya Tanzania. Ni nchi ambazo zinategemea bandari ya Tanzania. Ajabu iliyopo ni kwamba Tanzania inakaribia kuingia mkataba na China kufufua reli ya Tazara, na mkataba almost wa dola bilioni 1, almost bilioni 2 na kuifufua reli ya Tazara ili kuweza kusupply mizigo katika nchi ya Zambia kwenda Kongo na baadhi ya nchi nyingine. Reli ya Tazara inafika kote huko.
Lakini niwakumbushe ya kwamba Angola nao wana reli ambayo inafika mpaka Kongo. Wana reli ambayo inafika mpaka Kongo, na Angola nao wana mpango wa kutaka kuifufua reli yao yenye thamani ya dola milioni 555 ambayo inakwenda mpaka Kongo. Wale wakiifufua, manake mizigo ya Kongo itakuwa inapita Angola kuingia Kongo, haipiti na Tanzania. Mnanielewa? Kwa maana yake Tanzania inapigwa vita katika mazingira ambayo watu wengi hawajui. Bomba la mafuta la Hoima, mnajua bomba la mafuta la Tanga la Hoima kuelekea Uganda. Bomba lile ilikuwa lijengwe katika bandari, kutoka bandari ya Mombasa. Lakini dili ile Tanzania wakafanikiwa kuichukua, limejengwa hapa, na ni katika miongoni mwa mradi ambao unaingiza billions of money katika nchi ya Tanzania. Wakenya hawawezi kupenda hilo. Hivi mnaelewa au tunawafungulia hizo kodi na tuwanachawa? Wakenya hawawezi kulipenda hilo kamwe abadan, kwa sababu ni washindani wetu kwenye ishu za kiuchumi. Ndio maana leo unaona imefika mahala Wakenya wanaandamana eti wanataka mipaka ya Tanzania ifungwe. Mipaka ya Tanzania ifungwe, Wakenya wanaandamana. Yaani lengo ni kufanya sabotage ya kiuchumi. Hebu jifikirie, jambo ni la Tanzania, Wakenya wanaandamana mipaka ifungwe. Mbona si hatukuandamana wakati wale wa Kikuyu na wale wengine wa Jaluo wanauana? Mbona hatukuandamana? Mbona hatukuandamana wakati Gen Z kule wanafanya fujo wanauana? Mbona hatukuandamana? Mbona hatukusema mipaka ifungwe? Kwa nini wao wanaandamana mipaka ifungwe? Wana nini hawa? Kalimatul haqi urida biha batil. Neno juu kilitazama ni la haki, lakini ndani kuna batili. Neno ni la haki, lakini ndani yake kuna batili. Sasa pilipili ya shamba, wewe uko nje huko inakuashia nini? Yaani Mkenya anaumia vipi na mambo ya Watanzania? Mbona Watanzania hawaumii na mambo ya Wakenya? Utagundua wazi kwamba kuna agenda ya siri inayoendelea. Sasa dili ya reli ya Tazara ni dili ambayo serikali ya Tanzania imeingia mkataba na serikali ya China. Angola reli yake wameingia mkataba na serikali ya Uingereza. Na Uingereza unapoizungumzia maana yake unazungumzia NATO. NATO maana yake unazungumzia Marekani ndani yake. Na Marekani ni mshirika mkubwa wa Kenya. Na Kenya kuna bezi ya Marekani iko pale. Unadhani ushindani uliokuwepo kati ya China na Marekani wa kiuchumi na kibiashara, unadhani Marekani anaweza akapenda kwa Tanzania imeingia mkataba wa dola bilioni 1 na China kuboresha reli ya Tazara? Na hali ya kuwa kule kuna reli ya Angola, Uingereza wameingia mkataba nao. Kuna vitu vingi, kuna haja ya kuwafungua bongo Waislamu ili waelewe kwamba hivi vita ni vikubwa. Msidhani tu kwamba haya mambo mnayaona yamekuja from nowhere. La hasha wakalla. Haya mambo hayakuja from nowhere. Kuna mipango madhubuti watu waliokuwa nayo. Ndio maana unaona wenzetu wako busy na mitandao kueneza habari ambazo sio za kweli. Kwenye propaganda niliwahi kuambia, kwenye propaganda kuna kitu kinaitwa disinformation. Yaani upewi taarifa sahihi kwenye propaganda. Kilichotokea sicho, unajua taarifa sio. Kwenye propaganda kuna kitu kinaitwa oversimplification. Swali linakuwa gumu lakini unachojibiwa ni jibu jepesi, aliendana na swali ambalo umeulizwa. Lakini kwenye propaganda kuna kitu kinaitwa grey propaganda. Yaani grey propaganda ni jambo linatengenezwa hivi, ukiliona linakuwa halieleweki, kama jeusi, kama jeupe, yaani kama rangi ya grey. Inaitwa ni grey propaganda. Haipo kwenye weusi, haipo kwenye weupe. Kwa hiyo na wao wanatengeneza propaganda ionekane kama vile jambo la haki, lakini kumbe ndani kuna batili imejificha ndani yake. Inataka mtu uwe na akili timamu ndio utajua kwamba ala, kumbe hapa kuna mambo yamejificha ndani yake. Kwa hiyo kwanza tuna adui ambaye yuko nje. Tunaposhiriki kwenye kuibomoa nchi yetu, tutambue ya kwamba tunaungana na maadui wa nje na kubaliana na nyinyi kwenye swala la haki. Lakini kalimatul haqi urida biha batil. Unapozungumzia haki kuwa makini, kuna watu ndani yake wameweka batili mule. Ndio maana unaona kuna maandamano mengine yameitishwa tarehe 9. Sijui mnanielewa? Yaani kuna maandamano mengine yameitishwa tarehe 9. Yale ya mwanzo yale yamefeli yale.
Ile propaganda ya mwanzo ile wamefeli. Kwa nini wamefeli? Walikuwa na agenda yao ya siri. Baada ya kufeli na Mwenyezi Mungu kuwaumbua, wameamua kuja na mpango mwingine mkakati wa tarehe 9. Wameamua kuja na mpango mwingine mkakati wa tarehe 9. Mimi niwaulize swali. Sawa, tunadai haki. Sasa ishu ya amani na haki kipi kitangulie? Sawa, tuzungumzie haki. Haya, kwenye kudai haki ndio tuvunje amani? Ndio tuingie barabarani kwenda kuvunja amani? Tunadai haki kwa kuvunja amani? Kama kuna haki tunaidai, tutafute njia za kudai haki, lakini sio kwenye kuvunja amani. Unajua hapa ndipo tunapotofautiana ideology na baadhi ya watu. Sote tunakubaliana tunataka haki. Sote. Hakuna anaipinga hilo. Lakini issue ni kwamba namna ya kuipata ile haki, uslub, ile approach, namna ya kuiendea ile haki ndio tunatofautiana hapo. Kuna watu wanataka wavunje amani ndio wapate haki. Si wengine tunasema haiwezekani bwana. Yaani mnatoboa jahazi ambapo ndani yake tumo wote. Hilo jambo haliwezekani. Kweli tunataka haki, wote tunataka haki, lakini hatuwezi kuipata haki kwa njia ya kuvunja amani. Tutafute njia nyingine, lakini haiwezekani kuvunja amani ya nchi. Tuitafute haki, lakini sio katika njia ya kuvunja amani. Mimi niliwaeleza moja ya njia ya kutafuta haki katika nchi hii. Niliwaeleza wiki iliyopita na leo narudia. 99.9% raia wa Tanzania ni watu wanaoabudu katika dini mbalimbali. Ni watu wanaoabudu katika dini mbalimbali. Whether atakuwa ni Myahudi au atakuwa ni Muislamu au ni Mkristo au si Buddha au si Mhindu, lakini kuna watu wanaabudu katika dini mbalimbali. Ikiwa tunaamini katika dini, manake tunaamini na viongozi wetu wa dini. Ikiwa tunaamini katika dini, manake tunawaamini viongozi wetu wa dini. Ikiwa tunaona kuna haki tunaitaka, tuwachukueni hawa viongozi wetu wa dini wakae na serikali. Kisha wawaeleze, jamani wananchi wetu wanataka 1, 2, 3, 4, 5, 6, turekebishe hapa. Wale viongozi wa dini kwa sababu tunawaamini wanatuongoza, naamini haki inaweza kupatikana, lakini sio kwenye njia kwenda kuvunja amani, sio kweli. Ndio maana viongozi wa dini msimamo wetu kwamba unakuwa ni amani alafu haki. Kwa sababu jahazi la amani ni jahazi ambalo tupo wote, mkivunja amani tutaathirika wote. Ndio maana wale machafuko yalotokea juzi walipigwa risasi maskini Mungu mpaka wasiohusika. Mpaka wasiohusika walikuwa wamepigwa risasi. Kwa sababu gani? Pametokea machafuko, mwisho wa siku alokuwemo na asiokuwemo wameingia. Sasa jahazi hili likitoboka hawatozama wale, mpaka sisi tutazama. Ndio maana kila siku tunang'ang'ania, jamani amani, amani, amani. Tutafute njia mbadala. Kwa hiyo lazima tuwe makini. Kuna maadui wa nje ambao nao hawaitakii mema nchi yetu. Hii ni eneo la kwanza. Lakini eneo la pili kuna maadui wa ndani. Hapa ndani hapa napo kuna maadui hapa wapo. Maadui wa hapa wako wapi? Unajua siku zote nyoka akishaingia chumbani kwako, usijifungie mlango kutaka kumsaka nyoka na mti ndani. Huenda akawa yuko chini ya uvungu atakugonga. Unachotakiwa kufanya, miminia mafuta ya taa tu pale ndani. Yule nyoka atatoka mwenyewe, atatoka pale ndani. Mafuta ya taa miminia. Usiingie ndani ukajifungia mlango, atakuumiza. Miminia mafuta ya taa. Sasa inavyoonyesha wale maadui wa ndani palimimino mafuta ya taa sehemu. Mafuta ya taa kaingia. Yalipoingia wale nyoka wakatoka. Sasa hapo ndipo shida ilipokuja hapo. Hapo ndipo shida ilipoanzia. Kwa sababu haya mnayoyaona leo hayakuanza jana wala juzi, hayakuanza Oktoba 29. Haya ni mambo yalianza nyuma mabwana. Haya ni mambo ukiyafuatilia yalianza nyuma. Mimi nakuwa mwazi kidogo. Huyu rais wa nchi alipoingia, kuna watu katika nchi hii walikuwa wamekimbia. Nyinyi ni mashahidi. Kuna watu katika nchi hii walikuwa wamekimbia nchi. Wamehama kabisa. Mama akawarudisha. Uongo kweli? Walikimbia nchi hii, mama akawarudisha, akawaambia njooni nyumbani tujenge nchi. Huyu mama huyu. Kuna watu katika nchi akaunti zao zilifungwa, mama akazifungua. Kuna watu biashara zao zilifungwa. Kuna watu walinyang'anywa pesa zao katika nchi.
Kuna kiongozi mmoja wa nchi wa upinzani katika nchi, mpaka mafao yake ya ubunge alinyimwa, mama kampa. Waliokimbia akawarudisha, mama akaifungua nchi. Mpaka ikafika mahala wakawa wanasema mama anaupiga mwingi. Kila mtu, kama mtakuwa mnakumbuka, lakini kila mtu mama anaupiga mwingi, mama anaupiga mwingi, mama anaupiga mwingi. Wale waliokuwa wapinzani, waliokuwa chama tawala, kila mmoja akawa anamsifia mama. Ilipokuja ishu ya bandari, mama alipoingia ule mkataba, na kuna watu sasa wameminywa mafuta taa, wakatoka pale. Ndio shida ilipokuja kuanzia. Rudisheni kumbukumbu nyuma kidogo. Sio kwamba huyu alikuwa mbaya, kalimatul haqi urida biha batil. Inawezekana kuna watu wanajifanya wanahubiri haki, wanakuja na waraka si haki. Inawezekana kuna batili mule. Mbona mnakuwa wasaulifu ndugu zangu Waislamu? Aliyekuwa anasifiwa leo anakuja kuonekana hafai. Aliyekuwa anasifiwa leo anakuja kuonekana hafai. Watu wanakuja katiba. Kwani katiba hii jamani silianzishwa mchakato huu na Kikwete? Haikufikia tamati. Mbona anakuja kulaumiwa huyo aonekane huyo ndo atendi haki kwa sababu ya katiba? Katiba hii ilianza leo jamani. Utekaji ulianza kwa wakati huu. Mbona mkuandamana wakati ule? Kalimatul haqi urida biha batil. Neno ni la haki ukilitazama juu, lakini ndani kuna batili. Zindukeni. Sote tunataka haki, sote tunakubaliana tunataka haki. Lakini katika hiyo haki wanayodai baadhi ya watu wana agenda yao. Kwa tusiingie kwenye ile agenda. Tusiingie kwa sababu kuna sehemu wameminywa. Mimi niwakumbushe kidogo, inawezekana nyinyi mmesahau. Sisi hapa tulitaka kujiunga na OIC, Organization of Islamic Countries. Sisi Waislamu wa nchi tulijiunga. Sio haki yetu, inawahusu wao. Mbona walitia figisu sio Waislamu tukashindwa kujiunga? Tulikuwa na uwanja wetu pale Chang'ombe, tunataka tujenge chuo kikuu. Tukijiunga OIC tunapata msaada kujenga chuo kikuu, walikubali. Mbona mnakuwa wasaulifu nyinyi Waislamu? Yaani sio kujiunga na Waislamu wenzetu kupata misaada, wao inawauma nini? Mbona walikataa? Tuliingia barabarani. Moja, pili, tulidai mahakama ya kadhi hapa. Ilikwenda wapi? Si akotisie. Tunahukumiana si mambo yetu ya Kiislamu, wao inawahusu nini? Mbona walitia mkono wakaikataa? Sasa tunapozungumza haya mambo mtuelewe, kalimatul haqi urida biha batil. Neno ni haki lakini ndani yake kuna batili. Nyie mnaelewa, mmesahau mifumo ya elimu katika nchi ilivyokuwa zamani, namna watoto wa Kiislamu walivyokuwa wanakatwa majina. Walikuwa ni bright kichwani, wako vizuri, lakini hawapelekwi na sekondari, wanafalishwa. Nyie mmesahau. Kina Profesa Kigoma Malima wanapambana mpaka ikawa inasomeka namba sio majina tena, mmesahau. Leo Waislamu mmesahau. Mnaungana na agenda ya watu kwamba haki. Kweli haki, lakini kuna batili mule. Watu wanayakwao mule kwenye neno haki. Tunakubaliana haki sawa, lakini mule kuna batili. Kwa jaribuni kupambanua haki ni ipi na batili ni ipi. Leo mmesahau katika nchi yanayotokea. Mimi niwaulize swali nyinyi Waislamu. Nyinyi mna vyuo vikuu vingapi katika nchi? Kimoja Morogoro. Na tumekuja kugewa na Mkapa kwa Mbinde, kwa huruma. Tuna nini katika nchi? Wana vyuo vikuu 4 wenzetu, vyuo vikuu 4 vya kwao. Sekondari 256, primary 146, nursery school most of them ni English medium 240, vocational training centers, vyuo vya kati vya ufundi karibu 16. Nyie mna nini? Si unapokea ruzuku wa serikalini? Nyie hamjui memorandum of understanding? Hamwijui? Mbona wao wanataka kukalia kuti waliwakalia? Badala ya sisi Waislamu ndio twende barabarani tukaandamane, tunanyimwa haki zetu, wao ndio wanaingia barabarani. Sisi ndio wakuingia barabarani. Nyie mmesahau jamani, katika nchi hii kuna wanaharakati wangapi wamefungwa jela katika nchi hii?
wengine mpaka miguu vilema mpaka leo wakipigania haki za Waislamu katika nchi. Mmesahau? Mbona mnakuwa wasaulifu ghafla Waislamu? Mnaingia kwenye agenda ya haki. Wana agenda yao. Mnaaminishwa kwamba mashehe wenu waongee haki, wala ubwabwa hao hawana elimu, na nyinyi mnakubaliana mashehe bwana, nyinyi mnaongea amani, muongee haki. Mmesahau nyinyi, mnaingia kwenye agenda ya wale. Sisi ndio wakudai haki, sio wao. Kwa sababu kuna haki zetu nyingi tumenyimwa katika nchi hii. Mbona hatusemi? Nimeenda mbali sana. Mama Samia, miaka yake minne, anitajie mtu mmoja kati ya nyinyi katoa milioni ngapi katika misikiti ya Waislamu? Mimi nimehesabu pesa aliyotoa mama makanisani, milioni 100, milioni 50, milioni 200, milioni 100, zimefika almost bilioni 2. Alizotoa tu mama, kaenda kanisa hili katoa milioni 100, kaenda kanisa. Sisi kwa Waislamu katoa ngapi? Mbona nyewe wasaulifu hapa mtabani kaita ngapi mama? Mbona mnajisaulisha haya mambo? Sio ndio wakulalamika, sio wao. Unajua ni ile mtu anakuminya, anakuumiza, alafu akija mtu anafanya nini analia, kanipiga, kumbe yeye anakuumiza. Ndio hii inapotokea sasa hivi. Haki, alafu sio Waislamu ndio tunaumizwa. Hatuna chochote katika nchi. Hatuna cha kupoteza katika nchi. Tuna nini sisi Waislamu katika nchi? Sasa mnapoona wenzenu wanakwenda mbele haki, waraka mara hivi waraka, kuna maslahi yao wameminywa, wanapigania. Nyinyi mnapelekwa kwenda kuungana nao ili na nyinyi msaidie wao wapate maslahi yao, si vinginevyo. Exemption ya kodi katika bandari, wao wenzetu ndio kwa 99.9 wananufaika nayo. Sio Waislamu. Tunaingiza nini katika nchi hii? Tuna nini si hapa? Kuna siku tushawahi kuingiza gari hapa mtambani kwamba jamani, hapa ambulance ya taasisi tunataka kukatwa kodi pale, msamaha wa kodi. Kuna mtu alisha kufanya hivyo? Sasa wenzetu wana agenda zao, wakishaminywa ndio unaona wanatoka mbele. Nyinyi Waislamu mmesahau kura ya maslahi hapa ya Kikwete ilivyokuwa? Mmesahau kura ya maslahi? Mpaka hapa mtambani kampeni ilikuwa ni kura ya maslahi kwa Kikwete. Mmesahau? Mpaka wapinzani wakaungana. Yaani mpaka wale walikuwa wanapinga serikali wakaungana. Jamani hawa wenzetu wana jambo hawa, watu wakaungana. Mmesahau? Leo anakuja mtu unajua sasa wale kama vile wanaonekana wanaongea ukweli, wanaongea hakuna cha ukweli wanachozungumza wale. Ukiwaona wale wanakuja mbele, ujue maslahi yao yameminywa. Na ukiona wapo kimya, ujue wanakula. Walipokufa watu Mwembe Chai hapa, mliwaona kutoa haraka? Walitoka mbele. Mbona mnasahau? Walipokufa watu Zanzibar, utawala wa Mkapa, walitoa haraka. Mbona mnajisaulisha? Kalimatul haqi urida biha batil. Neno ni la haki, lakini ndani yake kuna batili. Ndio maana tunajitahidi kuwaelezea watu wetu muelewe. Nchi ipo kwenye mapambano na vita, maadui wa nje na ndani. Maadui wa nje na ndani. Kama kulikuwa na mtu anapaswa kudai haki yake kwenye nchi, ni sisi Waislamu. Sisi Waislamu ndio watu wa kudai haki katika nchi. Sisi Waislamu, sio wao. Sisi ndio tunajua haki yetu tunaminywa. Ukiniuliza mimi haki gani tunaminywa Waislamu, nitakwambia hata haki 10 zinafika kwenye nchi tunanyimwa. Nitakwambia. Lakini wao kalimatul haqi urida biha batil. Tuwe makini. Nchi ipo kwenye mapambano hivi sasa. Vita inapigana, vita vya kiuchumi, maadui wa nje na ndani. Na bado sasa hivi kuna mpangilio wa maandamano wa tarehe 9. Kitu kibaya kabisa kinaandaliwa katika nchi. Kitu kibaya kabisa. Ni ajabu, itakuwa ni jambo la ajabu iwapo Muislamu atakuwa anaungana na mawazo hayo kwamba watu wengi barabarani kwenda kuandamana eti kudai haki. Itakuwa ni jambo la ajabu sana. Tumeona hapa yaliyotokea tarehe 29. Itakuwa ni ajabu Muislamu akawa anaunga mkono tarehe 9 eti watu wakaandamana eti wanadai haki. Sio Waislamu haki yetu tudai hivyo. Tuna njia zetu za kudai haki sisi kama Waislamu. Hatudai kwa kuvunja amani sisi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alifanya mkataba unaitwa Sulhu Hudaybiyah na wasiokuwa Waislamu. Mkataba ulikuwa wa ajabu kabisa. Mtume anaingia na makafiri mkataba ule.
Ilifika mahala Mtume anaambiwa kwenye mkataba kwamba watu wenu hawaruhusiwi kuja Madina. Sawa? Mtume anasema sawa. Omar anamwambia, Mtume anamwambia Omar, andika. Mtume, mbona inakuwaje wao waje? Si andika. Mtume anakubali kuingia mkataba. Mtume anaambiwa, bwana, nyinyi watu wetu wanaweza kufanya biashara huko, lakini nyinyi hamwezi kufanya biashara huko Maka. Umekubali? Nimekubali. Omar, andika. Omar. Sasa Mtume anamwambia andika. Mtume alikuwa anajua kwamba hawa wananinyima haki yangu, lakini ipo njia ya kuipata hii haki. Ipo njia ya kuipata hii haki. Kwa hiyo sisi tunadai haki, lakini haki yetu hatudai katika mtindo wa kuvunja amani ya nchi. Kwa hiyo lazima ili mlielewe, kalimatul haqi urida biha batil. Neno ni la haki, lakini ndani yake kuna batili imejificha. Na naomba nieleweke. Mimi naunga mkono haki. Lakini approach ya kuitafuta haki kwa njia ya kuvunja amani, hiyo ndio siungi mkono. Hiyo tunatofautiana. Tunaachana hapo kwenye njia ya kwenda kuitafuta haki. Wakati wewe unaitafuta kwa njia ya kuvunja amani, mimi sikubaliani na wewe. Mimi ukiniambia niseme kuhusu habari ya afya, ufisadi kwa viongozi waache, ukiniambia mimi nitasema, tawaambia viongozi. Lakini ukiniambia eti tunadai haki tuvunje amani, mimi sikubaliani na wewe. Not at all, impossible. Haiwezekani. Sasa baadhi ya waumini wetu mnataka tuungane na wale watu wa nje kuongea yale wanayoyaongea wanavyotaka wao. Hatuwezi kuingia kwenye dema hilo. Hatuingii kwenye dema hilo. Yaani ili nyinyi mtuone sisi tuna akili, mashekhe zenu, mpaka tukubaliane na wanavyotaka wale, haiwezekani. Iwapo mtakataa kuungana na sisi na kuelewa hiki tunachowaambia kwamba kalimatul haqi urida biha batil, wanajifanya wanahubiri haki, kumbe kuna agenda ya siri. Ikiwa mtuelewi basi, lakini sisi hatuwezi kuingia kwenye agenda ya wale kwa sababu ya kufit in kwenye cloud. Impossible, not at all. Haiwezekani. Kwa lengo la kufit in, eti kwa kuwa kwenye mtandao unatukanwa, si ucheshe chawa, si wewe hivi, sheubwabwa, una degree, una PhD. Kwa sababu nimekataa kufit in kwenye cloud ya mtazamo wa watu kama wale. Haiwezekani. Kwa hiyo na nyinyi Waislamu tunajaribu kuwa brainwash, muelewe kuna agenda zipo ndani na nje ya nchi. Wale wa nje ya nchi na wa ndani ya nchi wanaungana kufanya sabotage kwenye taifa. Sasa hivi nchi inaelekea kwenye kipindi kigumu sana. Sisi wananchi tusipokuwa watu wa kuweza kuitetea nchi yetu, tusipokuwa watu wa kuweza kushauri na kumpa comfort kiongozi wa nchi namna gani aiendeshe nchi kwa sasa, tutakuwa ndio watu namba 1 tunaoshiriki kwenye kuibomoa nchi yetu. Kwa kipindi tulichokuwa nacho, sisi wananchi ndio wa kumpa comfort kiongozi wa nchi, sio mtu mwingine. Isiwe tena sio wananchi ndio tunaanza kwenda kueneza maneno, kufanya hivi, maandamano, tunashindwa kumpa comfort kiongozi wa nchi na kupanga mipango. Tayari kuna maadui wa nje. Mkianza kumprovoke na ndani, huyu mama atakuwa anaiva kama mkate chini na juu. Juu kuna moto, chini kuna moto, nje kuna maadui, ndani kuna maadui. Anaijengaje nchi? Kuna agenda nyingi amezungumza, issue ya katiba. Maskini ya Mungu haikuwa sera yake, lakini kwa kuwa mmetaka na mnaona kuwa ni haki yenu, kasema ndani ya siku 100 issue ya katiba itashughulikiwa. Siku 100 kwani nyingi? Si tumwache afanye kazi. Kuna issue ya maridhiano, kuna mambo hayakwenda sawa, tukae chini tuongee. Wapi tumepatia, wapi tumekosea? Hatuwezi kushiriki kuendelea kuivunja nchi yetu. Haiwezekani ndugu zangu. Ndio maana mashehe wanajaribu kuongea ili kila Muislamu aweze kujua nini kinaendelea ndani ya Tanzania. Mwisho nimalizie hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume anasema la yubdaghu almu'min min hujrin wahid marratayn. La yubdaghu almu'min min hujrin wahidin marratayn. Muumini hawezi kung'atwa na nyoka kwenye shimo moja mara mbili. Muumini hawezi kung'atwa na nyoka kwenye shimo moja mara mbili. Haiwezekani. Ikiwa tumeharibu tarehe 29 na tumeona aliyotokea mpaka tumeshindwa kuswali tarehe 29, mimi niko hapa baada ya alasiri
naondoka chupu chupu nipigwe risasi njiani. Nimefika nyumbani kwangu mimi sendo sina mguuni. Ijumaa nimekuja hapa, Ijumaa haikuswalika. Ni mashahidi, kuna watu walikuwa waliniona nimekuja hapa Ijumaa. Nimetoka nyumbani kwangu mimi nauli kutoka Tegeta mpaka hapa 40. Na kuja hapa Ijumaa hamna. Siwezi kukubali mimi kuumwa na nyongo moja mara mbili. Yaani amani itoweke kwa sababu ya maslahi ya watu wengine. Haiwezekani muumini akaumwa na nyongo moja mara mbili. Ikiwa tulikosea ile tarehe 29, hatuwezi kukosea tena. Tusikubali kuingia tena kwenye shimo la nyoka tukaumwa mara ya pili. Tusikubali. Ikiwa kuna Uislamu walishiriki kwenye yale mambo, afa Allahu amma salaf. Mwenyezi Mungu ashasamea aliyopita. Lakini haya yanayopangwa safari hii, haya hayatakiwi Muislamu kuingia. Kuna maadui wa ndani na wa nje. Whether unataka au hutaki. Lakini trust me, niamini kwamba kuna maadui wa ndani na wa nje ambao hawaitakii mema nchi yetu. Sasa hamasa iliyokuwepo sasa hivi ndani ya mitandao ni kuhamasisha habari ya tarehe 9. Watu waingie kwenda kufanya maandamano. Alafu zinachukuliwa klipu za video zile za yaliyotokea tarehe 29 ndio zinatumika kwenye kuwatia watu uchungu na kuwaprovoke ili waingie kufanya maandamano. Kitu kibaya kabisa katika nchi. Sasa ukiwa kiongozi wa dini huwezi kuyafurahia haya. Sasa kuna mtu mwingine anataka ili uonekane wewe ndio kiongozi wa dini, eti uanze kuyasifia haya. Yaani uone ndio sawa sawa tuko na kuandamana, kuwatukana viongozi wa nchi, kufanya hivi. Huyu ndio shehe huyu. Huwezi kuwa shehe hivyo. Mimi niko tayari hata kama nitabakia na kundi la watu watatu ambao wanaamini katika ideology hii ya kuilinda na kuitetea nchi yetu, kulikoni kuwa na kundi la watu 100 ambao wana lengo baya na nchi yetu. Mwenyezi Mungu anasema kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah. Kuna makundi mangapi madogo yaliweza kuyashinda makundi makubwa. Hata kama kutakuwa na kundi kubwa kule nje lina mpango wa kuiharibu nchi yetu, mimi siwezi kuungana nao. Mtabakia katika mtazamo wangu ule tu. Kama kuna haki ninaidai, ipo njia sahihi ya kudai haki yangu niweze kuipata. Kama tulivyodai mahakama ya kadhi na tukaikosa, kama tulivyodai kujiunga OIC tukakosa, basi ndio njia zile tutaweza kutumia kudai na haki nyingine katika nchi. Nimalizie la mwisho. Sasa hivi kuna watu wanasema sisi bwana tutaandamana mpaka rais wa nchi atoke madarakani kwa sababu hatukumchagua. Jamani, nchi hii kuna watu wamekwenda kupiga kura. Unajua kuna watu wanaona wao ndio wana haki na nchi hii peke yao. Na wale nao wanakwenda kupiga kura. Mnaweka fungu gani? Nyinyi hamumtaki kwa sababu hamkupiga kura. Sawa. Hamkupiga kura na wale waliopiga kura sio raia. Wale nao ni raia, umemchagua, unataka kumchagua. Sasa kuna watu wao wenyewe hawakushiriki uchaguzi. Wanajaribu kuwakonvince watu wengine waingie kwenye ideology zao. Binafsi nasikitishwa kwa yaliyotokea tarehe 29, lakini sikubaliani na jambo la kupindua uongozi wa nchi. Kwa sababu wako watu walioshiriki kumchagua. Ikiwa wewe haukumchagua ni wewe, lakini kuna watu wamemchagua. Je, wale waliomchagua nao unaweka fungu? Ni Watanzania wale nao. Ni Watanzania wale. Kwa hiyo unapoelezea jambo, elezea kwa mtazamo wako. Usilazimishe wengine wafate mtazamo wako unaotaka wewe. Haiwezekani. Tunahubiri haki na uadilifu, lakini katika njia iliyokuwa sahihi ya kutokuvunja amani ya nchi. Ujumbe wangu kwenu ndugu zangu Waislamu, kalimatul haqi urida biha batil. Neno limeandikwa haki, lakini ndani ya neno lile kuna batili imejificha ndani yake. Kuna hitaji umakini wa kupambanua ipi haki na ipi batili. Usipokuwa makini unaingia katika mkumbo wa kuingia kwenye agenda za watu, kwa sababu wanatafuta uungwaji mkono na watu waliokuwa wengi. Mob psychology. Wanataka sympathy kwa raia, huruma kwa raia, waonekane kwamba wako sahihi, watimize agenda yao. Lini Wakatoliki wakawa na huruma na Waislamu katika nchi hii? Lini? Maana nisipolisema hili nitaumwa. Lini Wakatoliki wakawa na huruma na Waislamu wa nchi? Lini? Niambieni nyie, lini wakawa na huruma na Waislamu wa nchi? Mpaka leo tuungane nao mkono, sio haki. Tuungane nao mkono lini? Waliwahi kuwa na huruma na sisi lini? Walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan. Adatul hasr,
hawatakuwa radhi na sisi Manasara na Mayahudi kamwe, mpaka tufuate wanavyotaka wao. Mwenyezi Mungu akisema lan, manake kamwe, never ever. Yaani usije ukakaa hapa ukaona Wakatoliki wale wanaongea haki, wale bado wanaongea ukweli, wale mapati wa maaskofu wanaongea so kweli brother. Usiingie kwenye kopi. Hawajawahi wale kuwa pamoja na sisi na hawatakii mema, na kamwe hawatakuja kukaa watakie mema sisi kamwe. Ndio maana unaona tulikufa Mwembe Chai pale hawakuzungumza, kwa sababu walikaa kimya. Kwani sio watu wale walokufa? Watu wanaandaa maandamano tarehe 9. Sisi kama Waislamu wajibu wetu ni kuyakemea haya na kuyapinga, kwa sababu hayana afya kwa taifa letu, kwa sababu tunaweza kupoteza amani ya nchi yetu. Sisi tuna vitu viwili tunavipata. Kwanza ni hurriya tutaabud, tunapata uhuru wa kuabudu. Pakichafuka tunashindwa kuja misikitini. Lakini al-qudratu ala sa'i, tunapata uwezo wa kutoka na kutafuta riziki zetu, tunapata uwezo huo. Asilimia 90 ya Watanzania hawali mpaka watoke wakatafute. Leo pakichafuka hawa Watanzania maisha yao yatakuwa magumu sana. Kwa hiyo ndio maana tunajitahidi kuendelea kuwahamasisha watu wetu tusiingie kwenye mkumbo wa kwenda kuandamana, ili tutaendelea kulisema ila kiyama saa. Tusiingie kwenye mkumbo wa kwenda kuandamana, kwa sababu hauna afya na sisi. Lakini jambo la mwisho, tukiyasema haya, kuna baadhi ya watu wanaweza wakasema kwamba mashehe sasa wanatuingiza kwenye udini, tuingiza kwenye udini. Hakuna anayemuingiza mtu kwenye udini. Hakuna anayemuingiza mtu kwenye udini. Haya ni mambo yako wazi kabisa, ambapo kila mmoja, mtu mwenye akili timamu akiunganisha doti anajua kabisa kwamba kuna kitu gani kinaendelea. Sababu nyinyi hapa ni watu wazima, mnaelewa katika nchi iliyopita mpaka leo. Mnaelewa fika yaliyotokea mpaka leo, nani analeta udini katika nchi mnajua. Kwa hiyo hakuna shekhi anayeleta udini katika hili. Wala sitoke mtu akasema unajua mashehe wanatuingiza kwenye udini. Siku zote katika nchi mkiona mashehe wanaongea, unajua kuna jambo. Kwani makini sana. Lakini wenzetu ndio mara nyingi wao huwa wanaanzisha mambo. Kwa hiyo mpaka mnaona mashehe hivyo wanabwata, wanaongea, unajua kuna vitu. Na mimi nawaambia na wapeni nimewasheni indicator hii. Kwa mpaka mnaona mashehe wanashashamaa, unajua kuna jambo. Kwani makini. Si bure tu. Mashehe huwa hawaungani hivi kuongea mambo. Unajua kuna jambo. Kwa hiyo kuweni makini. Wasikilizeni mashehe wenu wanachowaambia. Mashehe sio vilaza. Usababu hawajui vitu, hawajui mambo. Wanajua kila kinachoendelea katika nchi. Kwa hiyo wakiwaeleza jambo wanakuwa wanajua. Wanakuwa wanajua kwamba kuna nini kinaendelea, kuna kitu gani. Kwa hiyo wanakuwa wanajaribu kuwatahadharisha watu wao wasiingie katika agenda za wale wasiokuwa na nia njema na taifa hili. Kwa hiyo tunajaribu kuwaeleza haya, kuwa brainwash, ili msiingie katika agenda za watu. Lengo sio kuleta udini, lengo sio udini. Udini wanao wao wenzetu. Si hatuna udini, wanao wao. Sababu ndio maana kila akiongoza Muislamu inakuwa shida. Kila akiongoza wao kimya, wala hakuna shida. Wao ndio wenye tabia hiyo, si hatuna. Lakini tunajaribu kuwaambia ili muelewe kwamba taifa lina maadui wa ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo tuwe makini, tumpe comfort kiongozi wetu wa nchi aweze kufanya kazi yake kwa usahihi na aweze kuliongoza taifa hili kwa amani, na tuweze kusonga mbele. Afallahu amma salaf, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Ametoa dira, tunakwenda wapi? Kamati ya maridhiano itakuja, tulipokosea wapi, tufanye nini? Yote hayo yatazungumzwa, na kama mtu ana jambo lake atasema, taifa lisonge mbele. Lakini tusishiriki kwenye kupindua serikali, tusiingie kwenye kopi hiyo. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب